akulinde katika njia zako zote. Mikononi mwako atakuchukua, usije ukajikwaa juu mguu katika jiwe. Utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamwokoa na kumweka palipo juu. Kwa kuwa amenijua jina langu, ataniita nami nitamwitikia. Nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamwokoa na kumtukuza. Kwa siku nyingi nitamshibisha, naam, nitamwonyesha wokovu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Mambo manne. Moja, kuna mshale unakuja mchana. Kuna uwele unakuja usiku. Magonjwa mengi yanaingia usiku, ndio maana yake. Ndio maana nasema wakati watu wamelala, adui akaja akapanda nini? Ngano, akapanda magugu katikati ya ngano. Mbili, Mungu hata kuacha kwa namna yote. Ulinzi wako unatokana na malaika. Wewe sio kawaida. Nitakueleza kwenye kipindi cha ibada tutakapoanza kwenye somo la leo. Kuna kitu tunataka kujifunza kuanzia leo. Na tatu, anasema atakushibisha kwa siku nyingi. Sio kidogo. Kwa maana kwa unapoendelea kumtumikia Mungu, sio kule Mungu sio dareni. Kuna kitu anakifanya juu ya maisha yako. Na kitu kingine cha mwisho ni kwamba wakati wa taabu, nichapopita katika bonde la uvuli wa mauti, bado Mungu atakuwa pamoja. Haya mambo sijui kama unaelewa. Hizi ni ahadi za Muumbaji wa mbingu na nchi. Hizi ni ahadi za mtu ambaye ametuumba. Na mbele zake sasa. Mwambie Baba, nakushukuru kwa muda huu tena. Asante kunipa kibali, asante kunilinda, asante kuniwezesha Bwana. Asante kwa ahadi zako katika jina. Kumbushe Bwana, ndio sauti yako. Tuendelee Bwana. Baba, tunakushukuru sana. Asante kwa ajili ya wema wako ambao umekuwa pamoja nasi siku zote. Asante kwa ajili ya baraka ambazo Bwana zimezingira maisha yetu hapa sasa. Tunainua mikono yetu Bwana, kusema tunakushukuru kwa ajili ya kibali cha kuwepo katika nyumba yako. Tunaiweka ibada hii chini ya mikono yako Bwana. Wewe ambaye ukiahidi unatenda. Wewe ambaye unafanya zaidi ya nafsi zetu na akili zetu za kufikiri na kuwaza. Anza nasi ibada hii. Bwana ukaongoze maisha yetu. Bwana ukanene nasi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Yesu. Kubadilisha na kurejesha hatima. Kubadilisha na kurejesha hatima. Jana makamu wa rais wa Marekani ameipigia kelele Uingereza. Uingereza imeweka sheria kwamba mtu yote anayeomba karibu na jengo lolote la serikali
hata ukiomba kile sio kuomba. Ukigundua mtu umekutana naye anasali karibu na eneo lote la serikali, anafungwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maombi, hata ukiomba chini, hata ukiomba kimya, mtu akakuona akupiga picha, amefungwa. Kwa kuna mtu amefungwa miezi 3. Kwa nini? Kwa sababu anaomba. Naomba nikwambie, Waingereza wameanzia pale. Kuna malkia wa Uingereza alikuwa anaitwa Victoria, ambaye alikuwa anapambana na majeshi mengi. Lakini kulikuwa na mtumishi mmoja anaitwa John Knox. Alikuwa mwombaji. Kwa siku moja, kwa sababu ya maombi ya John Knox, malkia anasema, ninaogopa majeshi yote duniani. Yaani majeshi yote duniani yakija kwa msiaogope kuliko maombi ya John Knox. Ngoja nikwambie, maombi ya mtakatifu akiomba kwa kumaanisha ni zaidi ya bomu la nyuklia. Mtu ambaye amemjua Mungu wake, akijua namna ya kuomba na akaomba kwa kumaanisha, akaishi maisha matakatifu, ni zaidi ya bomu la nyuklia. Anaweza kutengua maamuzi, anaweza kuharibu malango, anaweza kukumua magereza. Paulo na Sila, kitabu cha Matendo ya Mitume 16:25, usiku wa manane waliendelea kuomba na kumsifu nani? Mungu. Nini kilitokea? Malango ya gereza yakasambaratika. Watu waliokuwa wanamtafuta Yakobo wakatoa kamatwa. Kanisa likaomba kwa bidii. Usiku wa manane malaika kaenda kumtoa mtu gerezani. Ninaongea kuhusu nguvu ya maombi ambayo inabadilisha taifa, inabadilisha maamuzi, inatengua mambo. Kumbuka Mordekai na Hana. Maombi yaligeuza kibao. Badala ya mtu kunyongwa yeye, maombi yakafanya aweze kunyongwa yule ambaye alikuwa juu yake. Ninaomba nikwambie, maombi yanaweza kubadilisha hatima. Maombi yanaweza kubadilisha. Sio kwa kinyume na kusema maisha yako Mungu akuyapanga katika shida. Ila naomba nikwambie, yupo mtu anaitwa Ayubu ambaye kazi yake kupangua na kuiba, kuchinja na kuharibu, ndio kazi ya Ayubu. Kwa hiyo sijajua wakati gani ule mpango wa Mungu juu ya maisha yako jamaa aliiba. Kuna watu wameibiwa elimu, kuna watu wameibiwa vipawa, kuna watu wameibiwa nyota, kuna watu wameibiwa mafanikio. Kuna mtu anaitwa mwizi wa hatima za watu, ambaye akisha kuibia unaenda kulaza kaburini ukiwa mtupu, wakati unaweza kuwa ni mtu ambaye unaweza kubadilisha dunia na kubadilisha mwelekeo wa maisha yako. Kuna kitu kinaitwa nguvu ya maombi. Kwa hiyo kuweza kupata, lazima ujue kuna mambo mawili. Kuna swala la kumwambia Baba, naomba urejeshe hatima yangu, kile ambacho umekusudia juu yangu naomba kikatokee, naomba neema. Lakini la pili, kumbuka kuna miaka mingi imeibiwa. Kwa hiyo unaomba Mungu arejeshe miaka iliyoibiwa, kile ambacho kitakuwa kwa juu ya kiba kirejeshe kwa moto katika jina la Yesu. Vinginevyo ukiomba tu kutimiza hatima, naomba nikwambie, yawezekana umeibiwa kwa miaka mpaka 60, alafu leo una miaka michache ya kuishi. Kwa hiyo maana utakuwa na impact yoyote ambayo inatakiwa. Lakini unapokuwa unaomba asubuhi leo, omba Mungu ajipe spirit. Maana yake baada ya kitu kufanyika mwaka mmoja, cha kufanyika miaka 3, ukifanya mwaka mmoja. Kitu cha kufanyika miaka 10, ukifanya kwa miaka 3. Kuna nguvu ya Mungu inaweza kutia spirit, ukaweza kurejesha kile ambacho Mungu amekusudia. Kwa sababu ndani yako wewe kuna mbegu. Kama yupo mtu katikati yetu ambaye ametoka kwenye familia ambayo baba au mama wana mitara, huko ndio hatari zaidi. Kwa sababu katika nyumba ambazo zinakuwa na watu wake zaidi ya mmoja au wawili, mke mdogo au mke mkubwa mara nyingi anaroga watoto wa mwenzake. Kwa hatima nyingi zinaibiwa kwa nguvu za uchawi. Ushirikina unakamata maisha ya watu, ushirikina unaharibu kazi za watu, ushirikina unafanya watoto waliokuwa au wadogo washinde kwenda kule wanakofikiwa. Na kukumbuka mzee mmoja alikuwa Morogoro, akaoa kipindi kidogo ambacho kilikuwa kichawi, na kile kipindi kikaenda kuwaroga watoto wote wakubwa ambao walikuwa ni watu wenye akili timamu, walikuwa wazuri, wanafanya kazi vizuri darasani, walikuwa na uwezo wa kusoma vizuri. Lakini kwa sababu huyu mama alikuwa anashirikiana na wachawi, wale watoto wote wakafeli darasa la 7, wote wakafeli, walikuwa kidato cha 4, wote wakafeli, walikuwa kidato cha kikuu, mpaka ilikuwa chuo kapiga disco. Maana ni kwamba kuna hatima ambayo ilikuwa njema, lakini kuna nguvu zinatumwa za kichawi. Hawa ndio watakuwa wale wanashughulikiwa. Ninakwambia kuhusu vita. Kwa lazima utambue na kujua mambo la kwanza,
lazima umuombe Mungu kwa ajili ya kurejesha hatima. Kwa sababu nini? Tutasoma mstari kule. La pili, anza kumwomba Mungu kwa ajili ya marejesho. Baba, akili yangu rejee. Baba, moyo wangu rejee. Baba, kama kuna baraka zangu naomba zirejee katika jina la Yesu. Ndipo utakaposhinda. Naomba nikwambie, maombi ya mwenye haki akiomba kwa bidii yana faida kubwa. Tusome baadhi ya mistari. Sura moja Zaburi 113 mstari wa 5 mpaka wa 8. Anasema Zaburi 113 mstari wa 5 mpaka wa 8. Ni nani aliye mfano wa Bwana Mungu aketie juu, anyenyekeaye kutazama mbinguni na duniani? Umwinua mnyonge kutoka mavumbini na kumpandisha maskini kutoka jahani, amketishe pamoja na wakuu wa watu wake. Huyo ndiye Mungu tunayemsema. Kitabu cha Kumbukumbu ya Torati 28:13 anasema, Kumbukumbu ya Torati 28:13 ni mstari ambao tumeuzoea sana katika maisha yetu. Naye Bwana atakufanya kuliko kichwa sio mkia. Bwana atakufanya uwe juu tu na wala utakuwa chini, kama utaisikia sauti ya Bwana Mungu wako na kuamuru siku ya leo. Lakini pia Ayubu 22:25 mpaka 28, naomba nimalizie mstari huu. Ayubu 22:25 mpaka 28 anasema, Bwana ndiye mtetezi wako, utakuwa na dhahabu njema, utafurahia furaha ya Bwana Mungu wako, na utainua uso wako kwa Bwana Mungu. Utaweka maombi kwake, naye atakusikia, naye atakupa neema utakapolipa nadhiri zako zote. Utasema jambo, naomba nisikize kwa makini. Utasema jambo nawe litakuwa kwako. Narudia tena. Utasema jambo nawe litakuwa kwako, na mwanga wako utakuangazia hatua zako. Haleluya. Tusimame. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninakiri kwamba mimi ni mtoto wa Mungu. Ninakiri kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani ili mimi niweze kuinuka. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu, hujawahi kusema uongo na wala huwezi kusema uongo katika neno lako. Baba, umesema na mara nyingine nimesikia kwamba nguvu ziko kwako. Kwa hiyo Bwana, nakuja mbele zako, ninaamini kila neno uliyosema, ninaamini kila ulichoniahidi kwamba Mungu hujawahi kusema uongo na useme uongo. Baba, ninaamini ahadi zote za Biblia ambazo umeziweka juu ya maisha yangu ni zangu katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, ninatamka kwamba natambua kwamba mimi ni mtoto wa Mungu, na natambua kwamba adui shetani anatafuta kuniua, kuniibia na kuniangamiza. Mimi nimeokoka kwa sababu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu, pambana na kila nguvu inaopambana na maisha yangu katika jina la Yesu. Damu ya Yesu, pambana na kila mamlaka inaopambana na maisha yangu katika jina la Yesu. Mimi ni mtakatifu, ninamilikiwa na Mungu. Mimi ni mfalme, mimi ni nyumba ya kifalme. Nimeitwa kwa ajili ya utumishi wa Mungu. Yesu Kristo alinunua kwa thamani kubwa, alilipa gharama kubwa kwa damu na maisha yake ili mimi niweze kuwa huru. Amenitoa katika ufalme wa giza, ameniingiza katika ufalme wa Mungu. Ninasimama leo katika ushindi wa Yesu, kinyume cha mauti, kinyume cha kuzimu, kwa maana imeandikwa, Bwana Yesu aliinuliwa kutoka chini ya kuzimu na akaenda juu, akamnyang'anya shetani mamlaka yote na uweza wote, na amepaa mbinguni, ameteka mateka na akaachilia baraka kwa ajili ya watu wake. Kwa ushindi huo, ninakamata chochote ambacho ufalme wa giza umenibia kwa kujua au kutokujua. Nguvu yoyote inayopambana na maombi yangu, ninaiamuru leo moto wa Mungu kuwa juu yake, kufa asubuhi leo, kufa saa hii katika jina la Yesu. Ninatambua kwamba neema ya Mungu iko kubwa kwangu,
siku ya leo kwa moyo wangu wote nimempa Kristo maisha yangu. Nimejiachia chini ya uongozi wa Yesu Kristo katika nyumba baba yangu, katika nyumba mama yangu. Kama kuna mitara yoyote ambayo inaamuru uchawi juu yangu, juu ya hatima yangu, inaagiza moto juu ya madhabahu za kichawi, juu ya madhabahu za kuharibu hatima, ninarejesha hatima yangu kwa moto kwa jina la Yesu. Ninamwamuru adui anguka chini, kufa leo katika jina la Yesu. Baraka yangu yoyote ambayo imekamatwa na nguvu yote kichawi, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninarejesha kwa moto, ninarejesha kwa moto. Shika kichwa chako. Akili yangu ambayo imeibiwa, ambayo imenyang'anywa, ambayo imepumbazwa, ninaamuru leo akili, moto, 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 rejea kwangu katika jina la Yesu. Shika tumbo lako. Haina yote maradhi, haina yote magonjwa ambayo nguvu yoyote ya giza imepandikiza ndani yangu ili kuharibu hatima yangu, moto, 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 angamiza magonjwa, angamiza maradhi, angamiza sumu, pando lolote la kuzimu kupitia ndoto juu yangu, noka, noka, noka kwa jina la Yesu. Baba, niko mahali hapa, lakini ninapaa kwa nguvu za kiroho kwenda katika madhabahu yoyote ambako jina langu linatajwa, ambako hatima yangu imefichwa. Ninaisambaratisha madhabahu hiyo, ninafuta kazi za kuzimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninateka mateka, ninarejesha kilichoibiwa. Ninatamka kwa mimi ni wa baraka, mimi ni wa juu, mimi ni wa mbele, si wa nyuma. Kila nguvu inayopambana nami ninaamuru leo, shindwa, shindwa, angamia katika jina la Yesu. Ninatamka kwamba mimi ni kichwa, sio mkia. Mimi ni wa juu, sio wa chini. Tabia yoyote ndani yangu kinyume cha makusudi ya Mungu ninaifuta leo, ninaifuta leo katika jina la Yesu. Mitego yoyote ambayo adui alitega nami nimekamatika huko, ninavunja kambi, ninavunja mitego. Malaika wa Bwana kama ilivyoamriwa, pambana vita kwa ajili yangu katika jina la Yesu. Nyosha mikono yako chini, sema Bwana Yesu, ninaomba rehema. Nahitaji kusimama tena. Nimejua maana ya maombi. Naomba nguvu mpya, moto wa maombi ingia ndani yangu, nguvu mpya, moto wa kusonga mbele. Kila roho ya kukata tamaa ninaifuta, kila roho ya kurudi nyuma ninaifuta katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru kwa maana wewe ni mwema. Ulichokusudia juu yangu hakika ni chema. Baba, katika jina la Yesu ninaomba chochote kilichokusanyana kwa ajili ya kushusha chini hatima yangu leo, kwa jina la Yesu, mshale wa Bwana ukawapige, ukawasambaratishe katika jina la Yesu. Ninaingia katika hatua ya kinabii kwenye maisha yangu Baba, katika jina la Yesu. Aina yoyote ya ndoto ambayo ilikuja juu yangu na ikapandikiza sumu ya uharibifu kupitia madhabahu ya nyumba za mitaa, kupitia madhabahu ya nyumba ndogo, kupitia madhabahu ya nyumba za aibu, ninaomba leo kila pando la adui Baba, kwa mikono naonyosha, noka, 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 achia roho yangu, achia mwili wangu, toka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, ninaomba mtandao wote wa malaika wa kuzimu ambao unafuatilia hatima yangu, ewe mtandao unayepeleka taarifa kuzimu, ninakuamuru leo, sambaratika, aibika leo, sambaratika, aibika leo, sambaratika, aibika leo, sambaratika, aibika leo katika jina la Yesu. Baba, natamka kuanzia sasa wale malaika ambao wanazunguka watakatifu, wamezunguka maisha yangu, mimi sio kawaida, mimi ni mpya na ninaenda mbele katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru kwa maana unajibu maombi. Asante asubuhi ya leo, pokea sifa na shukrani katika jina la Yesu. Yesu,
Kama ile swala kuhusu maombi kwa lazima mkubwa hatima ni ngumu, endelea kuombea kwa sababu ukimaliza hilo sauti ya kanisa karo saba kare ni keleba shiru musika o yesu keleba shiru musa o kaba kare musika o musa kare musa kare musa ni kare musa kare musa Makorona musa karibusha, mekera masurusha karibusha, ikara musa karibusha, mekorena musa karibusha, rekaba karibusha karibusha, rekomani toro musa karibusha, rekoba karibusha karibusha, rakoba karishaka. Baba, katika jina la Yesu tunaomba kwa ajili ya kanisa, tunamwombea mama yule ambaye Bwana amepita katika mapito makuu, neema yako kapata kuinua. Tunamwombea baba yule amepita mapito makuu, neema yako kapata kuinua. Damu ya Yesu kanenelewa juu ya maisha yake, utukufu wako ukaonekane juu ya roho zao. Bwana, naomba ukauponye na kufunua katika jina la Yesu. Naomba kwa ajili ya kuacha kanisa kila mamlaka ambayo inazuia ikasema watu wana mali, Bwana kutangalia mamlaka ivunje leo katika ulimwengu wa roho. Malango yoyote ya kuzimu ambayo yanasema kanisa litakwenda kokote, tunayafunga, tunayafuta, tunayabomoa katika jina la Yesu. Tunatamka baraka, tunatamka neema, tunatamka heri katika jina la Yesu. Amen. Yesu aponya, utangazeni kote. Yesu aponya, tini mlio nchini na baharini. Enezeni mbiu hii, Yesu aponya. Amen. Tuimbe pamoja, tuseme pamoja sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, penzi lako litimie hapa duniani kama huko mbinguni. Leo riziki yetu kila siku, samehe makosa yetu kama nasi tunasamehe watukosea, usitutie majaribu, tuepushe na maovu. Kuna wako ni ufalme, nguvu, utukufu hata milele. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba, shirika la utaua na Mtakatifu uwe na sote sasa na hata milele. Amen. Hakika wema na fadhili za Bwana zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Amen. Mungu wa mbinguni abariki maisha yako katika jina la Yesu. Amen.